Asante Mungu kwa neema yako na nafasi nyingine ya kuwa mahali hapa. Tunakutukuza Bwana, tunakuabudu, tunalishangilia jina lako. Bwana, hakuna neno lolote lilo gumu ambalo Bwana wewe huwezi kulitenda. Tunakutukuza kwa jina la Yesu. Tuko chini ya uvuli wa uwepo wako sasa, nasi Bwana tuko tayari kumsikiliza mtumishi wako. Bwana, tujalie kuelewa na maandiko kwa jina la Yesu Kristo. Fungua masikio yetu ya ndani, mtu wa ndani akasikia maneno yako na kuelewa, ili Bwana tuweze kuvuka hatua nyingine. Asante kwa ajili ya mtumishi wako ambaye Bwana umekwisha kunena naye na umempa maneno kwa ajili yetu. Asante Mungu kwa sababu atayanena yale yanayotoka kwako kwa jina la Yesu Kristo. Nasi Bwana utatubariki. Tunakutukuza, tunakuabudu Bwana, tunakushangilia wewe.
Asante kwa uwepo wako, asante kwa nguvu zako Bwana. Asante kwa malaika ambao wako hapa Bwana, wakihudumu kwa jina la Yesu Kristo, kwa ajili yetu ambao tutaurithi ufalme wa mbinguni. Tunakutukuza Bwana, tunakuabudu na kukushangilia, ni katika jina la Yesu Kristo wote tuseme amina. Amen. Makofi kwa Bwana Yesu. Mwandae kabisa meza ya Bwana, maana anapomaliza kuhubiri anakuuliza kama kawaida tunavyofanya. Uhuru wa Yesu. Heri ya mwaka mpya. Heri ya mwaka mpya. Ninayo furaha kubwa mbele za Mungu kwa ajili ya siku ya 7 ya mwaka tangu umeanza, ikiwa ni Jumapili ya kwanza kabisa kati ya Jumapili 52 za mwaka. Mungu amenipa kibali kuanzia hapa Jumapili ya kwanza kwa mwaka. Tuwaletee salamu kutoka kwa mama askofu, anawasalimia sana. Yupo kwenye huduma, yuko Kilungule, hakuweza kufika kwa sababu yuko zamu kule, na hiyo inamaanisha katika hizo Jumapili 52, mchungaji mtafutie Jumapili naye aje hapa ajitambulishe. Bwana asifiwe. Endelee kumshukuru Mungu kwa ajili ya kunipa kibali cha kuja kuabudu pamoja nanyi. Nilizungumza na mchungaji wiki chache zilizopita kwamba ninatamani Jumapili moja niabudu na kanisa hili la Chanika kwa ajili ya kuendelea kutiana moyo katika maisha ya imani, lakini pia kuendelea kuwashukuru kwa kazi ambazo Bwana amewawezesha kwa mwaka uliopita wa 2023. Yamkini mnaweza msione kwa mnafikiri kitu cha kawaida. Kazi ya ujenzi ndio nayo ya nyumba ya utumishi ni kazi kubwa, na hata hatua mlioifikia wakati nakuja wakati wa ziara mlikuwa bado hamjapaua. Kwa hiyo ofisi yetu tunaendelea kuwapongeza kwa kazi, kwa hatua ambayo mmefikia hapa. Lakini pia niendelee kuwapongeza kwa ajili ya pastoreti ya Chanika, kwa ajili ya kazi za injili zinazoendelea katika pastoreti hii. Katika kumbukumbu za rekodi ya mwaka jana, pastoreti hii pia imekuwa na mkutano wa injili. Kwa hiyo tunawapongezeni sana kwa ajili ya kazi hiyo ya mkutano wa injili. Pamoja na hayo, katika pastoreti ambazo pia zimezaa local church, pastoreti ya Chanika imo katika rekodi, imezaa local church ya Kinyamwezi. Kwa hiyo ni mambo ambayo naweza ukachukulia labda ni kitu rahisi, lakini sio rahisi, kwamba makanisa yetu ni mangapi yaliyokuwa na mikutano ya injili, ni mangapi ambayo yameweza kufungua local church, lakini ninyi ni akina nani? Kwa hiyo hakika Bwana amewawezesha kwa ajili ya kazi hii. Bwana wabariki sana. Kwa hiyo tunapoendelea na mwaka huu mpya, mwaka wa 2024, niendelee kuwatia moyo ya kwamba tuendelee kumtumikia Bwana kwa uaminifu ili tuendelee kupokea baraka za Bwana. Niendelee pia kuwashukuru kwa ajili ya kazi mbalimbali ambazo mmeendelea kushiriki, na hasa kazi zetu za umoja kijimbo, lakini pia kidayosisi pamoja na makao makuu. Ninajua kuwa kunakuwa na michango mbalimbali, na yamkini mpaka sasa kuna michango mbalimbali ambayo inaendelea ya kidayosisi,
ya kitaifa, na endelee kuwashukuru ya kwamba Chanika mmeendelea kuwa mnafanya vizuri kwa ajili ya kazi hizo. Kwa hivyo Mungu pia endelee kuwabariki kwa ajili ya kuendelea kuunga mkono shughuli za umoja wetu wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika swala la ununuzi wa gari tunaendelea kusubiri ukamilishaji tu wa baadhi ya pasoleti chache ambazo hazijakamilisha. Kwa hiyo tuna zaidi ya 80% ya gharama zote tayari tulishalipia. Imebakia kama 10%. Gari ambalo tunanunua ni gari la milioni 167 na tayari milioni 146 kama sikosei tayari tumekwisha lipia. Kwa hiyo tunasubiri takriban milioni 20 kutoka kwenye pastoreti ambazo zilikuwa bado hazijakamilisha. Kama wangekuwa wamekamilisha, maana yake tayari tungekuwa tuna gari sasa. Kwa hiyo tuendelee kuombea ili kusudi tuweze kukamilisha na tuweze kununua gari hii ya mwaka huu mpya wa 2024. Mungu alitupa neema tarehe 31 tukahitimisha majuma 52 ya mwaka uliopita. Ametupa neema ya kuingia mwaka huu, na ndio maana tunasema hata sisi Bwana ametusaidia. Tumeupata msaada wake kwa sababu ya mahusiano yetu na Mungu, ya kwamba Mungu anatupenda. Chimbuko la mahusiano yetu na Mungu linatokea pale tunapompokea Yesu Kristo. Tunapompokea Yesu Kristo tunafanyika kuwa wana wa Mungu. Tayari mahusiano yetu na Mungu yanaanzia mahali pale ya kwamba sisi tunakuwa wana wa Mungu tunapompokea Yesu Kristo. Yohana sura ya 1 mstari wa 12 ndio naoeleza ya kwamba wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. Wakafanyika kuwa wana wa Mungu. Mungu ni baba yetu. Maana yake sasa tunayo mahusiano yetu na Mungu. Sisi ni wanawake. Kama ni wanawake na yeye ni baba yetu, hawezi kutuacha. Na ndio maana ametuwezesha, amesafiri na sisi kwa kipindi chote hicho cha siku 365 za mwaka uliopita, kwa sababu yeye ametupenda na anatupenda. Kwa hiyo Bwana ametusaidia. Swali, ametusaidia kwa namna gani? Bwana ametusaidia kwa namna gani? Tunayo mambo mengi ambayo tunaweza tukayataja, kila mmoja binafsi akataja jinsi ambavyo Bwana ameweza kumsaidia. Unaweza ukataja kifamilia ya kwamba ni namna gani Bwana ambavyo ameweza kusaidia kama familia. Unaweza mkataja kama jumuiya, ni kwa namna gani jumuiya ni ambacho Bwana amewasaidia. Lakini kama kanisa, kama familia ya Wanachanika, mnayo mambo ambayo Bwana unaweza mkayataja ya kwamba amewasaidia. Kwa hiyo ni kwa namna gani? Ninatamani asubuhi ya leo niwaletee mambo matano ambayo tuyatambue. Yako mambo mengi, yanaweza yakawepo mambo 10, yanaweza yakawepo mambo 20 ambayo Bwana ametusaidia katika maisha yetu kwa kipindi cha mwaka mzima uliopita, na ametupa neema ya kuona mwaka mpya wa 2024. Naomba sasa ufuatane nami katika mambo yafuatayo. Bwana ametusaidia kupitia mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, kupitia uongozi wake. Bwana ametusaidia kupitia uongozi wake. Tunauona mfano wa Musa ambaye anatumwa kwenda Misri kwa ajili ya watu wake. Musa anatumwa kama kiongozi
anapotumwa sura ya 3, sura ya 4 na kujieleza, wakizungumza na Mungu, anamtuma, nenda, nitakuwezesha, nitakuwa pamoja na wewe. Kwa hiyo ili kuwasaidia wana wa Israeli, Mungu anainua kiongozi. Mungu anamuinua Musa, na hata alipomuinua Musa, baada ya Musa kufa, Mungu alimuinua Yoshua. Baada ya Yoshua kufa, Mungu aliwainua waamuzi, Mungu aliwainua wafalme, na mpaka akaja akamleta Yesu Kristo, na baadaye akainua mitume kwa ajili ya kuliongoza kanisa. Kwa hiyo kila mmoja wetu ni kiongozi, tunatawala kila mmoja. Kwa hiyo ninaomba sana tuendelee kuwaheshimu viongozi ambao Bwana ametupatia. Tuwaheshimu viongozi ambao Bwana ametupatia, lakini pia tuwe tayari kumtumikia Bwana kupitia nafasi za uongozi. Mwaka huu tunao uchaguzi wa serikali za mitaa. Mwakani tuna uchaguzi mkuu wa madiwani, wa bunge na rais. Tunapaswa kuombea chaguzi hizi. Chaguzi tuziombee kwa ajili ya mwakani. Tuziombee chaguzi mwaka huu, tuombee tupate viongozi sahihi. Na sisi pia ni vizuri tukajitokeza kwa wale ambao unaona kuna msukumo wa kugombea nafasi yoyote katika serikali. Ni vizuri sana tukahusika. Tusikae pembeni na kuanza baadaye kulaumu wakati nafasi ziko wazi. Kwa hiyo tuwatie moyo, kama kuna Wakristo ambao tunaona wanaweza kuwa viongozi, tuwatie moyo na tuwaunge mkono na tuwaombee, ili na sisi tuwemo katika nafasi za maamuzi. Tusije tukakaa pembeni. Mara nyingi tunaambiwa na watu wengine. Tusije tukafikiri kwamba mambo ya uongozi, mambo ya mataifa ni mambo mabaya. Hapana. Hata kwenye Biblia ukija kuangalia Agano la Kale, ilikuwa na watawala, ilikuwa na wafalme. Ufalme ni kitu ambacho, uongozi ni kitu cha kimungu. Kwa hiyo ni wasihi sana tushiriki katika nafasi za kugombea nafasi mbalimbali. Kanisa lishiriki kwa kuombea, lishiriki kwa wale ambao tunaoona wanaweza. Unaweza ukaenda kwa mchungaji wako, natamani kufanya hivi, natamani nafasi hii, na tunaweza tukakuombea ili tusije tukalaumu. Kwa hiyo tunamuona Mungu akitusaidia, msaada wake kupitia katika uongozi wake. Jambo la pili, tunauona msaada wa Mungu sio kupitia katika uongozi wake tu, bali pia ni kupitia katika ulinzi wake. Mungu wetu amekuwa akitulinda na tulinda. Tukiangalia kwa wana wa Israeli, Bwana aliwalinda wana wa Israeli baada ya kumtuma Musa, na walipoanza ile safari ya kutoka katika nchi ya utumwa, Bwana aliwalinda kuanzia pale jeshi la Farao lilipoanza kuwafuatilia, nyuma likawafuatilia, wakafika mbele ya bahari ya Shamu. Wanaona mbele yao kuna bahari, nyuma kuna jeshi la Farao, kushoto na kulia kuna milima. Wakaanza kulia, wakaanza kuwa na mashaka, wakawa na wasiwasi. Ndipo Mungu akawaambia, waambie wasinililie, waambie waendelee mbele. Na mkono wa Bwana ukawaokoa pale alipomwelekeza Musa inyoshe mkono wake uliokuwa na fimbo, basi akaipiga ile bahari ya Shamu. Basi Mungu akawa ametengeneza njia pasipokuwa na njia. Wana wa Israeli, watu wa Mungu, wakapita wakiwa salama. Na baada ya kupita wao, baadaye Musa akarudia kitendo kile cha kuipiga ile bahari. Basi maji yakaja yakawameza na kuwaangamiza jeshi la Farao. Huo ulikuwa ni ulinzi. Ulinzi uliendelea katika safari yao iliyochukua takriban miaka 40. Wakiwa njiani, Bwana aliendelea kuwalinda
kwa sababu njiani walikutana na maadui wengine, walikutana na Wamidiani wakiwa njiani, walikutana na Waamori wakiwa njiani, walikutana na Wamoabu wakapigana, Bwana akawapigania. Lakini pia walikuwa na maadui wengine Wafilisti, Bwana aliendelea kuwapigania. Kwa hiyo tunauona ulinzi wa Mungu kwa watu wake, wana wa Israeli, jinsi alivyowalinda Mungu, na ndivyo jinsi ambavyo Mungu ameendelea kutulinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wetu ameendelea kwa mlinzi katika mwaka mzima uliopita. Bwana ameendelea kutulinda. Umesafiri kwa barabara, umesafiri kwa njia ya maji, umesafiri kwa bodaboda, wengine wamesafiri kwa anga. Ulinzi wa Bwana umekuwa pamoja na kila mmoja wetu. Wapo ambao walipata ajali, wapo ambao waliaga dunia, lakini leo hii Mungu amekuwa mwaminifu sana katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hatuna budi kutambua msaada wa Bwana kupitia ulinzi wake, kwa sababu amekuwa akitulinda. Mwaka jana mwezi wa 11 nilipata nafasi ya kusafiri, nilipata neema ya kusafiri kwenda nchi ya Panama. Sasa nilipopanda ndege pale South Africa, Afrika Kusini, ile ndege ilikuwa inapita Paris, Ufaransa. Ndipo sasa nichukue ndege nyingine kwenda Panama. Kutoka pale Johannesburg kwenda Paris ni masaa 11. Huwa tunalala masaa 8 kwa kawaida, lakini 11 ukiwa kwenye ndege. Na kwenye ndege huwa kuna skrini kwenye kiti, ambacho hiyo skrini unaweza ukawa unaiona ndege jinsi inavyoenda, jinsi inavyopita. Sasa nilikuwa nikiangalia sehemu kubwa ni bahari. Yaani sehemu kubwa ni bahari, lakini sehemu ya nchi kavu yenye uoto ni sehemu ndogo sana ili kufika pale Paris. Kwa hiyo masaa mengi, tunakaribia masaa 7 au masaa 8, yaani tunapita chini, kuna bahari. Yaani nilikuwa naangalia tu mara moja na rudisha, naenda kwenye movie. Basi mawazo yanakuja hapa, ikianguka hapa hivyo. Yaani wasipendi kuangalia kabisa. Hata wakati mwingine kukaa dirishani, sitaki kuangalia hivi, yakaweza yakaja mawazo mengine hapa, unaanza kuwaza sasa, ninawaachaje hapo nyumbani? Lakini Mungu ni mwaminifu, amekuwa akitulinda. Kwa hiyo ni vizuri tukautambua msaada wa Bwana, ya kwamba tunautambua msaada wa Bwana kupitia uongozi wake. Jambo la pili, kupitia ulinzi wake, ambao kila mmoja wetu analo jambo la kushuhudia jinsi ambavyo Mungu amekuwa akimlinda. Jambo la tatu, tumeuona msaada wa Bwana katika maisha yetu akitutendea kupitia katika ukarimu wake. Mungu wetu ni mkarimu kupitia fadhili zake. Kwa hiyo Mungu wetu ana ukarimu. Ukarimu tunaanza kuuona pia kwa wana wa Israeli katika safari yao. Aliwapa ukarimu mwingi sana, aliwapa ukarimu wa mahitaji mbalimbali hata walipokuwa kule Misri. Ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya 11 na mstari ule wa 2 na mstari wa 2, tunaona kila ambacho Mungu aliwapa wana wa Israeli. Kutoka sura ya 11 mstari wa 2, neno la Mungu linasema, basi neno la Mungu linasema neno hili ambalo Musa anaambiwa katika Kutoka sura ya 11 mstari wa 2, basi nena wewe masikioni mwa watu hawa, na kila mwanamume na atake kwa jirani yake, na kila mwanamke na atake kwa jirani yake vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu. Mstari wa 3, Bwana akawapa watu hawa kibali machoni pa Wamisri. Zaidi ya hayo
huyo Musa alikuwa ni mkuu sana katika nchi ya Misri, machoni pa watumishi wa Farao na machoni pa watu wake. Neno la Mungu linaonyesha watu ambao Mungu alikuwa na mahusiano yao nao, watu wa Israeli. Aliweza kuwapa ukarimu mkubwa, aliwapa vitu vingi. Lakini katika Kutoka sura ya 12 aya ile ya 35 na aya ya 36, neno la Mungu linasema katika mstari wa 35, wana wa Israeli wakafanya kama Musa alivyowaagiza, wakataka kwa Wamisri vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na mavazi. Bwana akawajalia kupendelewa na Wamisri, hata wakawapa kila walichokitaka, nao wakawateka Wamisri nyara. Kwa hiyo Bwana aliwakarimu. Walipokuwa njiani wakisafiri kuelekea katika nchi ya ahadi, nchi ya Kanaani, Mungu aliwapa ukarimu mbalimbali. Kuna kipindi walipoishiwa chakula, Baba Mungu aliwapa chakula cha mana ambacho hakikuokwa na mwanadamu. Aliwafadhili, aliwapa ukarimu. Walipoishiwa maji katika vituo mbalimbali kwenye njiani, Bwana aliwasaidia. Kuna kituo kimoja kinaitwa Elimu, Bwana aliwapa maji walipoona chemchemi za maji. Lakini kuna sehemu moja inaitwa Refidimu. Walipofika mahali pale, Musa alipiga mwamba ukatoa maji, kwa sababu alikuwa ameishiwa maji. Bwana akawapa ukarimu na aliwasaidia. Kwa hivyo Mungu wetu alionyesha ukarimu kwa watu wake, kama ambavyo ameendelea kutukarimu sisi. Mungu ameendelea kutusaidia kwa mwaka mzima, ameendelea kutupa ukarimu wa hali ya juu, ukarimu mkuu katika maisha yetu kwa mwaka uliopita. Na ndio maana mwandishi wa Zaburi ya 116, ile somo la pili mahali tuliposoma ya kwamba anasema, nimrudishie nini Bwana kwa ukarimu wake alionitendea. Anauliza swali, amrudishie nini Bwana, amfanyie nini Bwana kwa ukarimu alionitendea. Kwa hiyo mimi na wewe tunapaswa kutambua ukarimu wa Bwana ambao alitutendea. Mwandishi wa Zaburi katika ule mstari wa 13, yeye aliamua kufanya uamuzi ya kwamba katika ule mstari wa 13, nitakipokea kikombe cha wokovu na kulitangaza jina la Bwana. Akajibu, akatoa jibu, akatambua ukarimu ambao Bwana amemtendea, na akaamua sasa kulitangaza jina la Bwana. Mimi na wewe, Bwana ameendelea kutupa ukarimu. Wewe haulali njaa pamoja na changamoto, lakini Bwana ameendelea kukupa ukarimu. Amekukarimu hali ya afya yako, amekukarimu, amekupitisha katika mambo magumu kwa mwaka uliopita. Kwa hivyo Mungu wetu kwa kweli ametusaidia, na kila mmoja wetu ameshuhudia msaada wa Bwana, ya kwamba tumeshuhudia msaada wa Bwana kupitia katika uongozi wake. Tumeshuhudia msaada wa Bwana kupitia katika ulinzi wake. Tumeshuhudia msaada wa Bwana kupitia katika ukarimu ama fadhili zake ambazo ni za milele. Jambo la 4, msaada wa Bwana tunaweza kuuona ambao Bwana ametutendea kupitia uvumilivu wake. Hata uvumilivu ni msaada. Tusije tukaudharau uvumilivu wa Bwana. Yaani uvumilivu ni msaada, yaani kutuvumilia, vinginevyo asingetuvumilia. Maana yake Mungu pia aliwavumilia wana wa Israeli, watu wake aliwavumilia. Kuna kipindi ambacho walikuwa wanamkosea,
Kuna kipindi ambacho walianza kuabudu miungu akawa anawavumilia. Kuna kipindi walimkosea, kuna kipindi akawavumilia. Amekuwa mvumilivu, na Mungu wetu hajawahi kuacha uvumilivu. Hata sisi kwetu ametuvumilia sana. Mwaka uliopita ametuvumilia kwa mambo mengi ambayo pengine tumeyafanya bila kumfurahisha Mungu, ambayo mengine tumewakosea ndugu zetu. Yamkini umekosana na mume wako na mke wako, umewakosea watoto wako, mmekosana kazini, mmekosana kwenye biashara, mmetofautiana hata hapa kanisani, yamkini mmekwazana, lakini Bwana amekuwa akituvumilia. Mwandishi wa Zaburi ya 130 na ule mstari wa 3, ukiusoma na ukaliuliza hilo swali likawa ni swali lako, ya kwamba ikiwa Bwana angeweza kuhesabu makosa. 130, Zaburi ya 130 na mstari wa 3, neno la Mungu linasema, Bwana, kama wewe ungehesabu maovu, Bwana, nani angesimama? Nani angesimama? Kama ungehesabu maovu yetu, Bwana angehesabu maovu yetu. Watu wa Chanika angehesabu maovu yenu, angehesabu maovu yetu, nani angesimama? Ni ule mfano wa Yesu Kristo ambao alitoa pale ambapo watu walimletea mwanamke ambaye alikuwa ni mzinifu, mzinzi. Watu walikuja wakataka kumpiga mawe, kumuua, kwa sababu walitaka kutii sheria ya Musa ya kwamba wazinzi walikuwa wanaadhibiwa kwa kupigwa mawe. Bwana Yesu akasema ya kwamba asiye na dhambi hata mmoja, niombe awe wa kwanza kumrushia mawe huyu mama. Kila mmoja akawa anatupa jiwe chini na kuondoka, kwa sababu kila mmoja alijitathmini ya kwamba kila mmoja ana makosa. Akabaki yule na yule mama, akamwambia kwamba usirudie tena, enenda zako, usirudie tena. Maana yake Mungu wetu ni mvumilivu, Mungu wetu ni wa msamaha, anatusamehe. Amekuwa akitusaidia, anapotuvumilia anatusaidia kupitia msamaha wake. Kwa hivyo hata sisi tunapaswa kuvumiliana, hata sisi tunapaswa kuchukuliana. Wakati mwingine tunapotofautiana, ni vizuri tukaketi chini na kumaliza kasoro zetu na kumaliza tofauti zetu, ili tena tunaweza kuendelea kusonga mbele. Hivyo ndivyo tunavyouona msaada wa Bwana. Kwa hiyo niendelee kuwatia moyo ya kwamba tunapoendelea kuishi kwa mwaka huu, swala la kuvumiliana ni la muhimu sana, kama tunavyomuona Bwana wetu ya kwamba ni mvumilivu. Kwa hivyo Bwana ametusaidia kupitia uongozi wake, Bwana ametusaidia kupitia ulinzi wake, Bwana ametusaidia kupitia ukarimu wake, na Bwana ametusaidia kupitia uvumilivu wake. Jambo la mwisho ni kwa namna gani Bwana ametusaidia kwa mwaka uliopita. Bwana ametusaidia kupitia kwenye neema yake. Gani? Kwa neema yake Bwana ametusaidia. Maana ya neema, maana yake ni kustahilishwa. Maana yake sisi tumestahilishwa na Bwana. Waisraeli walistahilishwa. Neema maana yake ni kustahilishwa mahali pasipo stahili. Yaani unajikuta umepata kitu pasipo kustahili. Kwa neema ya Mungu, yaani unajikuta umestahili, unashtukia tu Bwana amekutendea jambo fulani. Ndio maana tunasema kwa neema, na ndio maana tunasema tumeokolewa kwa neema, si kwa sababu sisi ni wazuri sana, si kwa sababu sisi ni wema sana, lakini tunasema ni kwa neema Bwana ametuokoa. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa hiyo ni muhimu sana tukaitambua neema ya Bwana kwa mwaka uliopita. Ni nini ambacho Bwana amekupa neema? Ni vizuri sana ukatambua kwa neema. Uhai ulio nao ni kwa neema tu Bwana ameweza kukusaidia. Yapo matendo ambayo unaweza hata ukashuhudia ya kwamba ni kwa neema Bwana amekusaidia. Mimi mwaka uliopita kwa neema yake nimesafiri karibia mataifa 6 kama sikosei. Mataifa nilienda Uingereza, nilienda Misri, nilienda Jordan, nilienda Israeli, nilienda Panama, nilienda South Africa. Ni kwa neema ya kwamba Bwana aliwezesha kusafiri kwa mataifa hayo. Ni kwa neema tu, sikustahili. Ndio maana tunasema ni kwa neema. Lakini kila mmoja wetu anaweza akaitambua neema. Si neema ya kupewa milioni, si neema ya kuchaguliwa labda kwa jambo fulani. Kila mmoja wetu anayo neema ya kwake. Na hata kuna mchungaji mmoja rafiki yangu alipokuwa JKT wakati wa utawala wa Mzee Ruksa Ali Hassan Mwinyi, rais wa awamu ya pili ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, siku ya kuhitimu JKT, basi mgeni rasmi alikuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Ali Hassan Mwinyi. Na basi huyo mchungaji yeye huwa anashuhudia, huwa anafurahi